Leo hii nimeona vitisho. Eti kwamba usipovaa nguo nyekundu na tukakosa ubingwa utoki. Mimi RS Berkane unanipangiaje? Who are you? Unanipangiaje mimi? Berkane. Unanipangiaje? Mimi unanipangiaje? Nimesafiri toka Morocco. Nimekuja kwa ajili ya timu yangu. Imebeba ubingwa. Unaanzaje kuniataki? Means that sisi wa RS Berkane tunaomba sasa tuandike barua kupeleka kwenye serikali ya Tanzania kwamba tunanyimwa haki yetu ya msingi kwenye mpira. Naam, wajuzi wa mambo wanakuambia kuku mgeni hakosi kamba mguuni, lakini mashabiki wa Young Africans wanakuambia mgeni hakosi mwenyeji. Kuelekea kwenye mchezo wa raundi ya pili ya kombe la shirikisho finali, kwa maana ya kwamba Simba anamkaribisha RS Berkane baada ya mchezo wa kwanza uliofanyika kule Berkane nchini Morocco, na klabu ya Young Africans klabu ya Simba ilipokea kichapo cha magoli mawili. Na kuja kujiuliza kwenye uwanja wa nyumbani ambao watachezea pale katika dimba la New Amani Complex, na mpaka sasa hivi ni hamasa ambazo zimekuwa zimeendelea tu. Maneno yamekuwa yakizungumzwa mengi kuelekea kwenye mchezo huu, hasa vitisho kwa mashabiki wa Young Africans ama wale ambao watawaunga wageni kwenda kufanya chochote ambacho kitaendelea kwenda kuwafanyia Simba ubaya wasipate kombe, kwa maana ya kwamba wasichukue ubingwa huo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mzee Dalali ametia vitisho vikali kwamba hakuna ambaye atatoka kwenye uwanja ule, kwamba kuna mtu ambaye atahusika chochote kuhusiana na wenyewe kuto kuchukua kombe hilo. Tuko na Uchebe Yanga, moja kati ya mashabiki wa klabu ya Young Africans ambao wanajua kweli kulizungumza boli. Tuko naye hapa, lakini cha kushangaza ni kumuona tayari ameshatia jezi ya RS Berkane, kwa maana ya kwamba ni moja ya miongoni mwa watu ambao wataenda kuisapoti Berkane kwenye finali hiyo ambayo itafanyika kule visiwani Zanzibar. Twende tukamsikize Uchebe ananija kuzungumza baada ya maneno mengi wenzao kutolewa katika uwanja wa nyumbani wa Benjamin Mkapa. Wanasema wenyewe tanuri la moto ambao wamefanya makubwa pale kuelekea katika dimba la New Amani Complex. Kitu gani ambacho pengine anakiona kwenye mchezo huu? Bwana Uchebe, mambo vipi kaka? Kwanza mimi niko njema. Uko njema? Niko njema kabisa, nina furaha. Kitu kimechonishtua ni kukuona wewe na jezi mapema sana. Siku bado nyingi mzee wangu, lakini tayari umeshaanza kuonesha vitu vyako. Yes, nachoshukuru kwanza RS Berkane ananipenda. Sisi RS Berkane maisha tunayopenda ni kuona tunamfunga Simba. Maana amekuwa ni kelele nyingi eti mimi nafasi ya 4 ambapo hajajihakikishia kwamba yeye anakuwa nafasi ya 4. Endapo ubingwa ukiwa na RS Berkane, nafasi ya 4 inakuwa RS Berkane. Simba anaenda kuwa nafasi ya 5. Unaanzaje leo kujitapa mapema? Una nafasi ambayo sio yako. Umekaa kama status. Umenielewa? Alikaa kama status. Sasa yes, RS Berkane tumerudi, tuna kishindo kikali na tunahakikisha kwamba Simba tunamchinja vibaya mno. Tuna hasira naye. Shamra zimeendelea kuwa nyingi kuelekea kwenye mchezo huu, hasa kwa watani zenu kwa maana ya Simba Sports Club. Lakini leo mchana tumeanza kuona mpaka wakifanya mazoezi namna gani kombe watalinyanyua, kwa maana kisha jihakikishia asilimia zote. Wewe unazungumza vipi kwamba tayari jambo lishaisha tena? Kwanza mimi nataka nimwambie, inatakiwa tambue anacheza na mtu wa namna gani. Mimi ni mtu mzima, yeye ni mtoto. Umenielewa? Kwanza ndo anajifunza kutambaa. Kwa hiyo masuala ya ubingwa yatuachie sisi ambao ni wazoefu wa hii michuano kuhakikisha tunabeba ubingwa. Hii finali mimi nayocheza ni ya 5. Finali yangu ya ngapi? Ya 5. Na ndani ya finali 5 nimeshabeba finali 2, kombe 2 nimebeba, nimeweka kapaditi. Hapo unazungumza kama mtu wa RS Berkane. Mimi ni RS Berkane. Siwezi kuficha mapenzi yangu na siwezi kuficha hisia zangu. Umenielewa? Mimi nimeshacheza finali 5. Katika finali 5, 2 nimebeba vikombe. Na pia nina hasira ya msimu uliopita. Umenielewa? Nilitolewa kwa figisu za Zamalek kama unakumbuka. Mimi sikuweza kwenda kule kwa sababu ya makando RS Berkane Zamalek walioyaweka. Mimi nikashindwa kwenda wapi? Misri. Umenielewa? Ila tulivyokuja hapa nikamfunga goli 1, ila nikatolewa kwa sababu ya zile goli 3 na pointi ngapi? 3 ambazo alipewa kama timu mwenyeji kule Misri. Mimi sikwenda. Lakini sasa leo nimekutana na kibonde changu ambacho nina hasira nacho. Ninakiachaje kombe kibaki hapa Amani Stadium? Itakuwa ni kitu cha kushangaza. Kama mimi ni bingwa ambaye nimebeba mara 2 mfululizo na msimu uliopita nimetolewa kwa figisu. Simba na figisu za kunitoa mimi? RS Berkane?
Simba ana uwezo huo? Hana uwezo. Huo uwezo haupo. Yeye ni mtoto ambaye anajifunza kutambaa. Yeye ni mtoto anayejifunza kufanyaje? Kutambaa. Mimi nishatambaa muda mrefu. Nimeshasimamia ukuta muda mrefu. Sasa hivi natembea. Umenielewa? That is why ninafika finali nimeruhusu goli 2 tu. Nimeruhusu goli 2 tu. Nimepigwa na Stellenbosch wakati nimempiga goli 5. Nimepigwa na Constantine wakati nimeshambamiza goli 4. Sijaruhusu game moja goli 2. Simba yeye naenda kukutana naye nimeshambamiza goli, yani yeye ameshabamizwa goli nyingi. Umenielewa? Kwenye mchezo mmoja kupigwa goli 2 ni jambo la kawaida. Umenielewa? Yeye ana, mimi sina historia ya kufungwa goli 2 kwa timu moja au kwa mchezo mmoja. Sasa leo hii Simba sema ananifunga mimi goli 2. Nitakuwa ni mweo. Ni mwenda wazimu. Nimechanganyikiwa. Siko sawa kimpira. Umenielewa? Hata niwaambie kwamba kitu kimoja, Simba hata angechukua wa Tanzania nusu awazike pale uwanjani hata fanikiwa kubeba kombe dhidi yetu. Na Dalali ameshatoa vitisho kwamba nyinyi ambao mtaenda uwanjani na kwenda kuhakikisha swala lazima klabu ya Simba kutokuchukua ubingwa hamtotoka kwenye uwanja ule. Cha kwanza naomba nikukumbushe. Jina lake umesema anaitwa nani? Dalali. Anaitwa? Dalali. Haya, nataka nikwambie kazi ya dalali ni nini? Unajua dalali pia ni tapeli. Na ni mwizi. Unajua? Ngoja mimi nataka niwaambie. No, yani unajua ukizungumzia dalali ni mtu ambaye anaongeza vitu bei. Umenielewa? Mtu mwenye sifa ya kuongeza bei vitu. Umenielewa? Tumeshaona. Game ya Constantine walikaa kigenge cha watu wakajadili namna kupata pesa kujilipa mshahara kwa mwezi husika. Wakati anacheza na Constantine, sawa? Klabu yao haina fedha ya kulipa mshahara. Imefeli. Sasa mbinu inayotumika ni hizi game za kimataifa ili waweze kujiingizia pesa. Ndio maana game ya Constantine walikusanya fedha wakalipana kama mshahara. Umenielewa? Wadau wa mpira walikuwa wanatamani kuiona ile game ya Constantine lakini wakapigwa hela zetu. Sisi kama mimi pia nilikuwepo moja watu ambao niliumizwa. Nilitamani kumuona Constantine akicheza na Simba lakini Simba wakafanya hao makolo wakaorganize mpango mikakati ya kuingia mtandaoni kuweza kutuibia. Umenielewa? Naamini serikali ya Tanzania ni aminifu sana na napinga sana masuala ya wizi wa mtandaoni. Lakini anatokea mtu mmoja au watu wachache wanatafuta taasisi watumie hiyo taasisi kuibia watu. Umenielewa? Game ya Constantine waliibia wadau wa mpira na tukakaa kimya. Wamerudia tena. Unajua ukiwa mwizi ile hali inakujenga, inaingia kwenye damu. Unaanza kupenda, ni kitu ambacho kitakuwa ni muendelezo. Umenielewa? Wamekuja sasa juzi. Walikuwa wanajua uwanja hawatautumia Benjamin Mkapa. Nusu finali wameutumia wapi? Pale Zanzibar. Na wakaambiwa kwamba na finali pia mtachezea Zanzibar. Sasa mwezi huu ulikuwa hauna mshahara pia. Haana fedha kujilipa mshahara. Nini kifanyike? Wakaamua kudiscuss tena. Mbona tulifanikiwa kwa Constantine pale? Leo tunashindwa nini? Wakatumia hiyo propaganda, wakaileta kwa wadau wa mpira na wametupiga fedha. Mimi moja wapo na mashabiki wenzangu kutoka RS Berkane, Morocco. Umenielewa? Tulikuwa mimi nimetangulia mapema kufika Tanzania. Umenielewa? Hii jezi imeingia jana na timu yangu. Umenielewa? Timu yangu pendwa. Yes, mimi wakati nimetangulia wakaniambia endelea kuweka mambo sawa kuhakikisha mazingira ya hapo ya ubingwa unakuwa ni uhakika 100%. Hakuna kizuizi chochote. Sasa na watu 200 niliotoka watu kutoka Morocco walionitumia fedha ni wakatia tiketi za kwamba mchezo huu utatumika Benjamin Mkapa. Wamepigwa tayari. Na mimi nikiwemo nimepigwa. Tumepigwa kwa ujumla.